Kwanza nachotaka kutubu mbele yako mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Moses Kulola, sikukuaga, naomba unisamehe sana. Sikumwaga vile vile mchungaji Callist Masalo na kumwelezea yale yaliyonipata niliyoshindana nayo sana. Natubu pia kwa mchungaji Callist Masalo, naomba anisamehe sana. Sio hilo tu. Ilikuwa ni haki kwa wazee wangu hawa kutoka kunielewa, kwa sababu kibiblia nilipaswa kuaga, na sikukutana nao kwa muda mrefu. Na baada ya kutoka kukutana nao kwa muda mrefu, hatimaye tukakutana miaka ya karibuni na mchungaji Callist Masalo na mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Nimekutana naye majuzi tu, uso kwa uso, baada ya miaka mingi. Mimi nachosema na narudia tena, sikuwa na mpango hata siku moja wa mchungaji, wala sikutaka na kupenda. Furaha yangu ilikuwa tu niwe shemasi, wala sio kujulikana kanisani, lakini nifanye lile ambalo mtumishi wa Mungu Moses Kulola anataka nifanye katika eneo la utoaji. Wakati mwingine kutoka Mwanza alikuwa anatuma picha na vitu vingine vinavyohusiana na mkutano wa Injili, kwa sababu aliamini haikuwa kwa kutaka mimi kujionyesha kwa watu, lakini ilikuwa kama sitoi kwa ajili ya mikutano ya Injili, najisikia vibaya, ni kama naumwa. Na nikipokea picha nitaandaa na makaratasi ya mikutano namna hiyo, na hapo nitajisikia furaha na shangwe ndani ya moyo wangu. Kwa hiyo niseme hivi, Askofu Mkuu Moses Kulola, kwa sababu ni baba yangu wa kiroho, kanisa la Full Gospel Bible Fellowship naloliongoza 100% ni tawi la EAGT. Na kama kuna lolote wanalosema wanadamu kwamba Kakobe ni tajiri, kama kweli mimi ni tajiri, basi utajiri huo umetokana na kupanda mbegu katika shamba la mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Na mimi ninaona aibu, ninaona sistahili hata kuitwa askofu mbele ya mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Moses Kulola. Mimi mawazo yangu yote yalikuwa kumwosha mikono na miguu ili kazi ya Mungu ifanyike katika nchi hii. Lakini sasa imekuwaje mpaka nimekuwa hivi nilivyo, Mungu ajua. Na ni shahidi kwamba nilikataa, si mara ya kwanza na mara ya pili. Na wito ule ulikuwa mzito. Ilikuwa ni Yesu Kristo mwenyewe alikuja ndani ya kibanda changu kizito cha uani kule mtaa wa Taveta. Kwa hiyo kukataa na kugoma haikuwa rahisi, lakini kwa sababu sikutaka kabisa, sikuwa na mawazo hayo. Sio hilo tu, kwamba jistahili kuitwa askofu, lakini mimi nasema wala sioni aibu, lakini naona fahari usema Askofu Mkuu Moses Kulola ndiye askofu wangu mkuu. Kaka zangu, dada zangu, naomba tu mnikubalie kusema EAGT katika makanisa ya Kipentekoste katika nchi yetu, mtu atake astake, nyinyi ndiye mama wa makanisa yote.
Sijui katika nchi hii kwa namna mmoja ama nyingine, mtu yeyote aliyokolewa katika nchi hii kwa namna mmoja ama nyingine, kiroho chake kimekuwa vile kilivyo kutokana na huduma ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola. Sasa ninachowaomba aga zangu ambao wengine wamezaliwa, ambao wakati mimi sikuwapo, nilikuwa mbali, nimekuja, wengine hamjui kwamba mimi ni ndugu yenu, na wasihi mnikubali. Kipindi kile ambacho sikuwako karibu na baba Moses Kulola, nimejisikia yatima, nimejisikia mtoto yatima kabisa. Kwa sababu nipate ushauri wapi? Nipate masahihisho wapi? Nipate marekebisho wapi? Mtumishi wa Mungu Askofu Mkuu Moses Kulola, nakusihi kama nitakubalika kwa kazi zangu na dada zangu, ninaomba ukubali kile ninachokusihi ukifanye kwangu katika huduma yangu. Ninaomba usiku na mchana unikaribie, unikemee, unikosoe, unisahihishe, na unikemee kama mtoto mdogo, kama mtoto wako. Katika huduma nilionayo, huenda kuna makosa mengi sana ninayoyafanya kwa sababu ya utoto. Na kwa sababu hiyo, mkiniacha, msiponikubali, nitafanya makosa mengi zaidi. Lakini ninyi EAGT, kama wazazi wa makanisa yote, ninawasihi kwa jina la Yesu Kristo, mkubali hata watoto ambao hawako nyumbani kwenu. Kwa sababu mtumishi wa Mungu Moses Kulola amezaa watoto wengi. Wengine wako ndani ya EAGT, wengine wako katika makanisa mengine. Lakini tumeuona mzigo wake, tumeona uchungu wake, tumeona mzigo alionao kuhubiri Injili. Na mimi yale aliyokuwa anafanya ilikuwa changamoto kwangu, hata kuniambukiza. Na sikutamani kuwa mbali nanyi, lakini imekuwa hivyo. Na sasa mkubali kutulea sisi watoto wa nje ya EAGT, mkijua kazi ni kubwa. EAGT imefanya kazi kubwa sana katika nchi hii, imepenya sehemu ambazo makanisa mengine hajapenya. Lakini pamoja na kazi kubwa ya mtumishi wa Mungu Moses Kulola, bado nchi hii ina watu ambao hawajasikia Injili mpaka leo. Kumbe nitafurahi kama nitapata kibali, ili yamkini wote kwa pamoja tusaidiane, hasa wakati huu ambapo mtumishi wa Mungu Moses Kulola saizi ni mzee, ana umri wa zaidi ya miaka 70, na kwa kweli ni hazina kubwa ya taifa hili, kiasi kwamba kama Mungu akiamua kumchukua mbinguni, pengo hili litakuwa zito lisiloweza kuzibika.